Nitasoma katika kitabu kile cha Mathayo mlango wa 10. Nitaanzia mstari ule wa 5. Anasema, hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia kwenu. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ndiye aliyetuma wanafunzi wake, lakini hajasema ni nani aliyemtuma wanafunzi. Nataka niseme hivi kwa sababu kuna mwanafunzi ambaye moyoni mwako umemweka kwamba huyu mwanafunzi anaweza akaja hapa akafanya mambo na tukaamini. Yesu anasema aliwatuma wanafunzi wake, lakini kuna maagizo aliyokuwa amewaagiza kwamba kahubirini hivi kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia, lakini ndani ya hayo kuna viambatanishi vyake. Mtatoa pepo, mtafua wafu, wenye ukoma watatakasika, viwete watatembea na viziwi wataona. Bwana Yesu asifiwe sana. Uniambiwa nani atakayekuja kuyasema hayo maneno? Biblia imenyamaza kimya, bali imesema wanafunzi wake aliwatuma. Ndani ya hao wanafunzi haijalishi ataonekana ni mtoto wa kwako, ataonekana ni baba yako, ataonekana ni dada yako, huyo ndio mfuasi wa Yesu Kristo aliyemtuma. Umsikilize. Amen. Na kama utakuwa tayari, chochote atakachokupa utakipokea. Amen. Kinachotakiwa ni maandalizi ya moyo wako. Amen. Hakuna kitu kingine chochote kile. Lakini mamlaka inayotumika imetoka kwa Yesu. Mamlaka inayotumika imetoka kwa Mungu. Aache na imani za upotofu ambazo wanasema hao wametoka kuzimu, ama wanasema hawa ni waganga wa kienyeji. Ni maagizo kutoka kwa Yesu Kristo. Kama atatenda tofauti na Yesu Kristo alivyosema, sema ni wa kuzimu, sio wa kwetu. Lakini akiponya magonjwa, akifufua wafu, viwete wakitembea, vipofu wakiona, ametoka kwa Yesu Kristo. Chapia makofi. Yesu anatenda kwa sababu ya haki za watu wake kwa. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.